spirit ya kumzisha kijana wetu. Kwa hivyo nataka tuchukue muda mfupi kwa sababu kazi kubwa iko mbele. Niomba mchungaji akuje atupatie tuangalie vile tupatie sherehe zetu za mwisho, alafu within 10 minutes tufanye nini? Tuchomoke. Habari ya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Najua ya kwamba inaweza kuwa wakati mgumu, lakini ni vizuri kujipatia moyo katika Bwana, kwa sababu katika kila jambo nayo mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Na so ukiniruhusu tunaweza tukasimama kidogo. So nataka tutoke mbele za Mungu, tumshukuru tu. Wakati wa Mungu anabaki kuwa Mungu. Maana asifiwe sana. Yeye ndiye anaweza kutibu mioyo zetu, ndiye anaweza kutuponya. Kwa hivyo twende tu mbele zake kwa huo ambao unaibwa tu cha kutumaini, kwa sababu ndio tunaweza kuwa tunajua zote za mwabudu hicho kipindi, alafu Bwana atatuinua. Cha kutumaini sina ila damu ya Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kiisha, Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Ewe Mungu mwenye nguvu, tunakushukuru ni kwa sababu wewe ni mwema. Ni asante ni kwa sababu ya siku ya leo ambao umetupa nafasi tena ya kuishi. Na aswa Bwana ukatuongoza ni kwa sababu Mungu wa mbingu ni siku ambao uliipanga, ni siku ambao Bwana Mungu wa mbingu ambao tumekuja hapa katika hii mochwari ni kwa sababu ya kuchukua mwili wa ndugu yetu na kuupeleka, ni kwa sababu ya kupumzisha. Asante kwa sababu umekuwa nasi kwa hizo siku zingine zote katika kila mipango, na siku ya leo kwa kuwa neno lako linasema mipango ya mwanadamu na neno la mwisho la ushindi kutoka kwako. Asante kwa kuwa umetia muhuri Mungu wa mbingu wa ushindi wa mpango wetu wa kuja katika himo chani Bwana. Umekuwa mwaminifu na tunakabiliana kila jambo mikononi mwako Baba. Tunaomba Mungu wa mbingu hata wakati Bwana tunapoendelea, wale wa jamii ukawatie nguvu, marafiki ukawatie nguvu, yeyote ambaye alikuwa na nafasi, ndugu yetu alikuwa na nafasi katika moyo wake, ukamtie nguvu Bwana katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana wa majeshi, Mungu wa mbingu, damu ya Yesu ikatufiche zote, ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu ukatuzunguke. Tusaidie, maana wewe ndiwe msaada wetu na tuwezi bila wewe. Bwana ni asante. Tuendapo Mungu wa mbingu atakuingia kipindi kingine ambacho ni cha kuhimizana. Tunaomba Bwana wa majeshi, acha Mungu wa mbingu kanene na mioyo yetu, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen.
cha kutumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha mimi, dhambi zangu kuziosha. Kwa Baba nanyenyekea, mwamba ni salama. Niko kwenye mwamba, ni mwamba salama. Sitarudishwa nyuma na chochote. Mwamba ni salama. Nimesimama kwenye mwamba, mwamba salama. Anapigana kwa ajili yangu. Mwamba ni salama. Ananitetea mwamba, mwamba yeye ni mwamba. Tetezi anaishi milele milele. Mwamba ni salama. Yeye ni mwamba kwamba, ni mwamba kwamba, ni mwamba. Mwamba ni salama. La 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 la. Oh, unaweza mambo yote. Unaweza, 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 oh, yote ambayo hatuwezi. Unaweza, 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 unaweza. Ewe Bwana, tunakushukuru adhuri ya leo kwa kuwa unaweza. Wewe unaweza mambo yote Bwana. Hakuna jambo lote ambalo linaweza likakushinda. Hata yale ambao ni ya kuumiza mioyo yetu unaweza. Yale ambao Bwana wa majeshi hatuwezi unaweza. Na ndio maana neno lako katika kitabu ambacho ni cha Mathayo mlango wa 11 mstari wa 28 inasema, njooni kwangu wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Ewe Bwana, twajua ya kwamba ni mangumu kwetu mengine Bwana ya kuvumilia, lakini kwako Mungu wa miungu tunajua kuna kupumzishwa. Tunaleta moyo wa kila mmoja ambaye alikuwa katika kongamano na ambaye ameumizwa, Mungu wa miungu na Mungu ishie milele na kifo cha George Jehova. Mungu wa miungu kambebe huo mzigo, kwa kuwa ni mzigo mzito, katika jina la Yesu. Tunaomba mkono wako ukawe juu yao Jehova. Watie nguvu, waponye vidonda vya mioyo katika jina la Yesu Kristo. Wewe unajua Mungu wa miungu kuponya. Wewe unajua kutibu. Unajua Bwana wa majeshi Mungu ishie milele hata kutia nguvu na kuinua. Tenda yote kwa kuwa wewe ni muweza yote. Hatuwezi bila wewe. Saidi ya yote. Jamii na kuhitaji saidi. Mama na kuhitaji
kwa sababu ya mtoto, mzee na kuhitaji ni kwa sababu ya mwana, wanakuhitaji ndugu ni kwa sababu ya ndugu yao, wanakuhitaji marafiki kwa sababu ya rafiki, majirani kwa sababu ya rafiki, wote ambao Bwana wa majeshi George alikuwa na nafasi katika mioyo yao wanakuhitaji. Wape nguvu, kuwa pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu akafikie kila mmoja wetu na akanene na moyo wa watu wako, mioyo ya watu wako, akalete ushawishi ambao Bwana ni wa ukombozi na wokovu. Ni kwa sababu maisha bila wewe Yesu ni bure. Neno lako linasema kifo cha mwenye dhambi Bwana sio faida kwako. Tunaomba Bwana ukatusaidie tukakujue, hata wakati wetu utakapofika Bwana, iwe Mungu wa miungu, Bwana wa utukufu ni kufumzikia kazi. Pokea sifa tunapoendelea kuwa pamoja nasi, kwa jina la Yesu tumeomba na kushukuru, amen. Tupigie Bwana Yesu makofi sasa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana watu wa Mungu, watumishi wa Mungu, karibuni sana. Okay, sasa nataka maisha maisha haya. Kujeni sasa, mzunguke hii hema sasa. Hii hema mzunguke mkiona mwili. Tafadhali make sure that kwa hema yako utaachwa nyuma, kwa sababu tukimaliza hiyo hema hiyo haiamuki tena watu wakiisha, because of time also. Hello, tunaendelea ufiu mwili, tunaendelea. Please harakisheni because of time. Tulikuwa tunangojea wachungaji waingie na wamefika, so tunamaliza tu ufiu mwili and then we hand over to the church, wamaliza ibada, twende nyumbani. Aya, Iema tukitoka pande hiyo kujeni, muna haja ya kuona mwili, ni nafasi ya kuona mwili, na tunafunga na hiyo hema tu. Nimewapatia only few minutes, 5 minutes, dakika 5 tu.
Dakika 5. Okay. Nadhani tumemaliza. George Musembi tragically passed away after a freak accident at Pine Hotel in Malindi on the 8th of October 2025. The room he had occupied was on the 3rd floor, had a tiled balcony that lacked a protective mechanism, specifically guardrails. May the Almighty God rest his soul in eternal peace. My father and my mother, to our dearly departed son, your loss is a pain that no parent should endure. Such a bright, vibrant and joyful man. You used to be a bright light that lit up our hearts, and now that light has been switched off. Your hard work and commitment got you so far in life, and such a tragedy that you did not realize your full potential. We will forever be missing you, and your memory will live in our hearts. Farewell, our dear son. Some of the greatest moments in our lives are with you. Words cannot describe the pain and the loss that we feel. As the eldest brother directed us and showed us the way. You were hardworking, dedicated, and relentless in the pursuit of your dreams. Till we see you again. Goodbye for now. Okay. Basi tuko wazima, sisi ndio aunts wa Musembi. Kwa majina ninaitwa Ann. Nitasoma eulogy ya nephew wetu. Kama vile tu imeandikwa kwa program. The loss I feel is unbearable. George was more than a nephew. He was also a little brother. A colleague. You are very special as with kindness in your acts, your wisdom, your quiet confidence, your unwavering dedication was something I really admired in you. Rest well, my nephew. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi ni Andrew wa Musembi na naitwa Redemption Musembi. Karibuni sana huko. Jina ni David Bandera kwa Musembi. Yangu Musembi. Aya. Jambo. Musembi alikuwa mtoto wetu, tulikuwa tunampenda na tumemwachilia kwa elimu. Majina, mtuambie majina. Mimi naitwa Msoka Musembi. Mimi ndio na brother John na katikati. Huyo majina ni David Musembi. Sawa. Musembi ni ndugu yangu. David Musembi. Good. Auntie to Musembi, George. I used to call him MG. Musembi was not just a nephew to me, he was a son. He was a friend. A baby we grew together, my little brother. I don't know what to say, but
it is a sad one. He was a colleague. We used to work together in many ways. And this is a great loss. But we accept it because God chose him. Thank you. Mungu ni mwema. Nilipata hii message ya Mzembi nilipata na shock because yeye firstborn kama Mzembi family. Sisi tunaitwa kama Mzembi. Tulipata na mshangazo sana, tunasema Mungu amweke mahali pema pekee. It's okay. Sawa. Yes. Yeah, so sad to lose a judge. He was our brother too. Was not only a cousin, was our brother too. So we cousins. We're so like we are broken for real. Like the moment we spent with George, it was so fantastic, and we wish him well and forever in our hearts, George. We love you so much. Okay. Iko na watu. Hiyo inaitwa nyumba ya Musei. Hiyo imeleta mang'aa, shika hii. Okay, sisi kama Angos wa The Late tunaweza kusema tumepoteza kijana ambaye alikuwa katika umri wake wa kufuatilia na kuwa mtu mzima, lakini nataka kusema ya kwamba yote ni ya Mungu. He left us at his prime age, but we thank God for everyone, for everything as a family. Kwa hivyo Mungu azidi kupatia sisi kama familia nguvu, na naomba pia mtukumbuke kwa maombi. Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Asanteni. George was not just a dear friend. Yes. He was someone whom I met when we were in campus sometimes back in 2013, 2014. I would want to be brief because once I remember the time we landed that position in Malindi, the excitement was infectious, the determination was unwavering. It felt like the beginning of everything that we worked towards. Validation of our efforts meant something that greatness was not just a dream we whispered about between our lectures, but something that was tangible and real. The success was a promise that we were on our way. As my personal accountant, you were meticulous, thoughtful, someone people could trust with their most valued assets. Those qualities defined in everything you did. The care you took with friendship, the integrity you carried, the way you approached life with purpose and precision. Our stars were aligned for such beautiful things. We were meant to watch each other thrive, to celebrate each other's milestones and support through storms. Fate has other plans, and that sits heavy in our hearts. But your memories are light, the time we shared, the loves, the dreams you spoke into being, those remain. You made the world brighter for those who knew you. You left a mark that won't fade. Rest well, our friend. Rest well knowing you are loved, celebrated, and that your presence in this earth meant something profound to those around you. Until we meet again. Okay. George is my friend from high school. All through campus, we did CPAs together. And when I started working in Premier, I called him to come and work with me. I'd like to read something for George. George was one of the most genuine and kind-hearted people I ever knew. He had a way of being present, quietly, consistently, and sincerely. He never waited to be asked. He simply showed up for the people he cared about. Whether he was helping me with something as simple as filing my taxes or offering thoughtful advice, George always found subtle ways to make life easy for others.
He was very brilliant in his work. He was one of the most talented accountants I ever knew. But beyond his skill, it was his heart that made him unforgettable. George had a sweetness about him that drew people in easily. He made friends wherever he went, and his laughter could fill a room with warmth. I've never seen George truly sad, even when he wasn't feeling well. He somehow managed to find humor in the moments, sometimes with his dry jokes, but always with gentle charm that made everybody around him smile. He carried lightness with him, and being in his presence made life feel softer. He was a happy soul, a dependable friend, and a truly lovable person. Losing him feels unreal. Like the world has dimmed a little. My heart aches, knowing he left too soon. But I'll always be grateful for the time we shared, for his kindness, and for the joy he brought into my life. George was a gift, and your memory will live in our hearts. Rest well, George. Bwana akutie nguvu. Niona. Kija kuniuliza papa, utaniona. Kwa ufupi yule amelala hapo mbele. Hata sina la kusema. Tulikuwa tunafanya na yeye. Alikuwa kama mtoto wangu. Alikuwa akinituma, kumulia chakula. Alikuwa ananiita papa wakati wowote. Sina zaidi ya kusema mbele ya huyu kijana. Ela ni huzuni. Nilipata kifo chake nikiamushwa, kasi kuangalia saa. Nilitoka tu kwa hiyo room, manake tulikuwa tunalala hotel maroom pamoja. Kila mtu room yake yake. Nilienda reception na pants. Sina kiatu. Kija manake nigongewa kwa George amekufa. Nilishangaza. Nikaenda kwa barabara nikiwa nafikiria amegongwa na gari. Ela sivyo. Kumbe alianguka juu ya room. Nilipotafuta ndio nikampata. Ile mwenzangu aliniambia tukawa na harakati ya kumsaidia ili apate matibabu. Lakini Mungu alikuwa ameamua. George, pole. George, sitakuona tena. George, mimi ni babako. George, tulikuwa tunafanya na wewe. Tumekuja kuomboleza na huyu rafiki yangu. Wote kutoka Malindi. Kupatia familia pole. Poleni sana wakina familia. Mungu amweke pahali pema. Shika. Pole George. Pole George, sina story zaidi. Kulingana vile tulikuwa tukichukuliana George. My best friend, tulikuwa tunawaga pamoja tu. Tukiamka tutari jambo niko, jambo George. Tuendelea na kazi. Lakini tuliposikia hiyo kifo yake, sote tulishangaa hapo kwa kazi. Hata sasa sina kusema zaidi ya George. Tumejikakamua hivyo vyote vile vilifika huko. Kwa hiyo nasema George, nenda salama, tuta stories za. Lakini yote tunasema tu ni mpango ya Mungu. Tafadhali take heart. On behalf of the whole class 27 and all other friends, we say pole, but we are with you. We are with you in all this. Wow. Pia tangu mwaka wa 2000 tumefanya kazi naye na hata hapa tunaendelea kuwa majirani. Hata vijana wake wane ambao tunawajua including George walibatizwa kanisa za kule ECK St. John's Kari, na nafikiri ni watu wametembea na majirani kwa wema, hawana mbaya na mtu. Na wakati huu tunasema tu ni shukrani kwa Mungu amefanya kazi yake na apatie jamii nguvu kwa hatua na kwa siku za usoni.
Asanteni sana na Mungu awabariki. Nitapatia Bwana Douglas kwa sababu ya kikundi cha Kanani. Sisi wengi wetu tulijua John kuanzia mwaka wa 2004. Ni mtu tumekaa na yeye vizuri, ni jirani wetu, na hii msiba si ati ndio imetuleta pamoja, tumekuwa pamoja kila wakati, na ninaombea kijana apumzike vizuri. Hiyo ndio njia ya kila mtu, tunaitwa mmoja kwa mmoja. Siku yako ikifika unashuka stage yako na unaenda. Mungu amlaze mahali pema peponi. Natoa shukurani zangu kwa majirani wetu. Tumeshirikiana kwa hii mpango kifedha, kuwafariji, kuwatembelea kila wakati. Sisi ni majirani wema na nawashukuru nyinyi wote. Asanteni na Mungu awabariki. Okay. Bwana asifiwe. Salamu za mwenda zake. Marafiki wa Kari bado wako hapa. Tafadhali tusonge. Marafiki wa Kari. Marafiki hao wa Kari. Kwanza kabisa tungependa kuwasilisha rambirambi zetu. Damaris na Francis, poleni sana. Poleni, Mungu akawatie nguvu. Msembi is our son. We've watched him grow from Fairlawn, St. Luanga, UON. Huyu ni mtoto wetu. Mimi sijakuja hapa kama chifu. Hallelujah. Nimekuja hapa kama jirani. Brother. Tulianzana na hii boma miaka ambao hata siwezi kukuambia. Wenye ambao wanasikia sisi tulikuwa wa kwanza huku, sisi ndio tulianzisha huku. Miaka 81. Kama unajua 81 ni mwaka gani, utaniambia mimi sijakuja hapa niseme mimi ni chief, nijigambe. Mimi nimekuja kama brother and neighbor. Kwa hivyo poleni sana kwa familia na kwa serikali pia ni figo kubwa, kwa sababu sasa tukipoteza mwenzetu kama huyo ni figo kubwa sana. Kwa hivyo kwa familia poleni sana, na majirani pia, na hata mimi yangu na rambirambi zangu natoa na familia yangu nikisema poleni na Mungu awabariki na tuwe pamoja kuombea hiyo familia. Asanteni sana. Hapa yeye ni chief. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu mzee kitambo tukiwa vijana, tukiwa tunaishi pale chini kabla hizi mashamba hazijagawanwa, kila mtu akaenda akakuwa position kwake. Nakumbuka alinifunza kitambo, ndio alinifunza unaweza kamua maziwa na ukaongeza maji na ukauzia mtu. Kitambo sana yeye huyu. Kitambo ilikuwa ni hizo miaka amesema, ametaja 8 na huko. Nikiwa kijana ilikuwa mdogo. So akanionyesha unaweza kamua ukaongeza maji na ukauzia. Kuna mzee Mkikuyu alikuwa anaitwa Kalitu, tulikuwa tunamuuzia. So lakini wakati huo nilikuwa kijana. Sasa hivi usinione nikikaa kama mtu wa kuwekea mtu maziwa maji. Na sikuwa nimeokoka. Sawa, sasa hivi siwezi nikafanya hivyo. Kwa hivyo ni rafiki yako, nguni ninapomuona ninakumbuka, na sasa yeye ni chief na mimi pia ni mchungaji. Kwa hivyo yeye pande ile nyingine akirekebisha na mimi pande hii nawapeleka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. So tunashukuru Mungu. Tunashukuru Mungu. Na sasa sinaona ni kama maneno imekamilika pande hiyo, na tunangojea kanisa, watu wa kanisa wako jiani, wako karibu, na kabla hatujakaribisha mtu wa familia atoe photo of bands, kwa sababu nawaambia tukiand over to the church ni kumalizia ibada, si ni kweli? Ambao uko katika program zetu, Bwana usehemu yangu. Sote tunaposimama ili tuweze kuendelea na ibada ya siku ya leo. Bwana usehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe.
na yalikutema shaka, sawa sawa na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Basi hali tumesimama jinsi hiyo, ningependa tu tuweze kusoma maandiko machache katika Biblia. Na katika Zaburi ya 103 mstari wa 8 hadi 10, Biblia inasema ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye rehema na uhuruma, ni mvumilivu na mwingi wa fadhili, hatukemei daima, wala hasira yake haidumu milele. Yeye hatuadhibu kama tunavyostahili, hatulipizi kadri ya uovu wetu. Na katika Yohana 10 na mstari wa 16, Biblia inasema tena, nina kondoo wengine ambamo hawamo zizini humu, inabidi kuwaleta hao pia, nao wataisikia sauti yangu, na kutakuwapo kundi moja na mchungaji mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutaimba wimbo huo mwingine ambao uko katika program Salama Moyoni Mwangu, kisha tuweze kupokea somo la kwanza na somo la pili. Napo amani kama shwari, kama niona hapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani. Tafadhali pia tutachukua nafasi hiyo kuweza kupeana tangazo, alafu basi tuweze kuelekea ya mahali ambapo tutaenda kumaliza kiti. Asante. Basi kwa kanisa, Reverend, asante. Niseme kwa niaba ya chairman wa Muzei family, nasimama kutoa shukrani, vote of thanks. Kwanza tumshukuru Mungu kwa huu mbali ametufikisha kwa hizi sherehe. Bila shaka alikuwa amezipangilia hata kabla ya sisi kuzaliwa, na mimi na wewe na yule mwingine akutuchagua siku ya leo tuunganike pamoja ili kumwambia ni asante, maana hatendi makosa. Ya pili, nishukuru nyinyi wote mliotoka karibu na mbali, mukaacha shughuli nyingi, mkastahimili njua ili kuomboleza na sisi. Niseme hatuna cha kuwalipa,
Hii japokuwa ni kusema neema ya Bwana ikawatoshe. Basi sehemu ya kule kwa Mboma sio kubwa vile ya kaburi, wachache watateremka kule na kasisi, na ibada ikimalizika mwisho kabisa tutakuwa na late lunch, tubarikiwa pamoja, vikundi sote, makanisa yote yale yamehusika kwa jambo moja ama nyingine kwa hii sherehe, kwa hali na mali, kwa maombi. Pia tunawashukuru. Kuna hiki kikundi cha engineers, mafundi, siku hizi tumetambua ni watu wa heshima sana. Wakati tuna jambo kama hili, wanahusika pakubwa, wanaingia kwa Mboma kwa mapema, wanakaa kipindi kile kirefu zaidi. Sisi siku baada ya siku tunaomboleza, tunaenda na tunawacha wanatenda hiyo kazi. Ndio sababu tunawapatia hizo heshima zote. Hata baadaye tutakuwa tunakula pengine wakimalizia kujenga kule kaburini. Kwa hivyo eko vijana, na Mungu wazidishie hizo nguvu. Hii terrain ni kali sana. Nimelinganisha na ingine niliona Mbondo. Tulikuja sisi wasee tukaonyesha mahali ya kaburi. Tukangojea kidogo, wakaanza na wakakutana na mawe. Nikarudi baadaye after 2 days, na walikuwa wanang'ang'ana usiku na mchana. Haleluya. Mpaka mwishowe hiyo nyumba ikakamilika. Sasa iko tayari kwa kijana wetu George. Kwa hivyo nitasema pia Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Okay, kidogo tu ya kuongezea hapo. Asante sana, barikiwa sana mzee Francis. Ile kitu naweza sema ni hii, kwa sababu ya vile amesema nafasi ya pale kwa Mboma ni nafasi kidogo. Turuhusu tu watu wa familia waingie pale na wachungaji na pia marafiki tu wa karibu, watu kiazi, na wale wengine tubaki tu hapa tunakaa, kwa sababu kunayo chakula pande hii na chakula watu watakula wakiwa pande hii. So wale ambao waendi kule, nyinyi mnahesabaki pande hii mkiendelea na kukula, na wale wengine tuteremke kule, tuende pande ya kwenda kuteremsha mwili katika kaburi. So Bwana wabariki sana. Tunaweza tukaendelea kutoka pale. Nadhania wale ambao ni watu wa kubeba mwili wanaweza karibia. Watu wa kubeba mwili, mnaweza mkakaribia, because I believe imefika wakati ambao tunaongozwa na kanisa. Cousins, makuso, both sides. Kuso, cousins, both sides, kwa mama na kwa mzee. Nadhania ndio naambiwa watachukulia kutoka pale. Karibu sana mchungaji. Basi tunashukuru sana wote, marafiki, familia na waombolezaji wote, kwa sababu tumekuja hapa kusimama na jamii hii. Asante kwa MC ambaye pia ni mchungaji, na wote ambao walipanga ratiba hii tangu siku ya kwanza hadi leo. Tunasema asante sana, maana tumearifia kwamba sisi wengine hatutafika kule, tabaki hapa. Ninaonelea kwamba ni vizuri tuweze kuomba hapa maombi ya mwisho, ili wale ambao watabaki wanabaki hapa, na sisi tunaoenda mahali pale, kwa sababu ni familia na kanisa, na wale ambao wanatusaidia tutaweza kwenda. So heri tusimame ili tuweze kufunga kwa maombi, na baada ya hapo basi wale ambao wanatusaidia upande huu watusaidie tunapokuwa tukiimba. Basi tuombe. Tunakushukuru sana Mungu mwema kwa rehema zako na fadhili zako ambazo zinadumu milele. Asante maana umekuwa nasi katika ibada hii tangu tulipoanza hadi sasa tunatamatisha. Na asante Jehova kwa sababu tangu siku ya kwanza jambo hili lilifanyika, umesimama na familia hii na umesimama na kila mmoja wetu, umetuwezesha. Na kwa hivyo Mungu tunanena baraka
juu ya wote ambao walisafiri kutoka mbali na karibu kuja ili kusimama na jamii hii, wale pia ambao walituma mchango wao, wale wote ambao walihusika kwa njia moja ama nyingine. Baba, tunaomba ukawabariki wote na kuwatendea mema. Na tunaweka mbele zako safari za watu wote ambao wako hapa, wale ambao wanarudi makwao wakienda mbali na karibu. Mungu, tunaomba ya kwamba uweze kuwatangulia wote na ukawe pamoja nao. Na amani yako Mungu inayopita fahamu zote idumu katika jamii hii na iweze kuandama kila mmoja wetu. Na sasa tunapoenda kupumzisha ndugu yetu George, tunaomba uongozi wako Mungu wa rehema. Tubariki na utuongoze, maana tumeomba kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Uso wako uwe kwangu na kuabudu, mwite Yesu, 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 naomba watu wa mbele amsiende mbio. Ila damu yake Obola no te la yo na ro di dionze ai ba di vanno bene ah no no nikakuja mbio kama na cross nguvu zake ndizo nanga, nasimama kwake Yesu, nasimama ndiye mwamba. Soge kalito. Manze mshikilie. Hapana. Yangu wewe katika safari yangu tatembea na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu tatembea na wewe mali hapa sikutaka
tunashukuru sana kwa wale ambao wametusaidia fanya kazi nzuri, asante sana. Basi tuombe. Tunakushukuru sana Mungu mwema kwa sababu ya maisha ambayo ulimpatia George Musembi alipokuwa hapa duniani. Amekuwa pamoja nasi akiwa chini ya mikono ya wazazi wake, akawa amesoma vizuri, akawa ameenda kazini kwake. Baba tunashukuru. Kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama, rohoni, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo